Nina uchungu na nina maumivu makali mno. Sio kwa sababu Tundu Lissu yuko ndani. Nina uchungu na makali mno. Kwa nini wananchi wa Tanzania wananyanyaswa kiasi hiki? Kwa majina ninaitwa Augustine Mwai Muhiza. Ni katibu mwenezi wa Chadema jimbo la Babati mjini. Pia ni mwenyekiti wa Bazecha wilaya ya Babati kwenye majimbo mawili. Nataka kutangazia umma wa Manyara Babati. Tuna ugeni wa kitaifa wa Chadema umepangwa tarehe 30. Tunaomba wananchi tujitokeze kwa wingi sana kwenye mkutano. Tutapita na PA, tutawatangazia kwa sababu kwa leo kuna sintofahamu, inawezekana wakapeleka tarehe mbele kwa sababu wanakwenda kanda ya kati. Wakitoka kanda ya kati wanakuja kanda ya Manyara, kanda ya kaskazini. Kwa hiyo wakituletea taarifa, lakini tunaanza kualika kungali mapema kwamba tutakuwa na mkutano mkubwa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo itafanyikia katika jimbo la Babati. Lakini location yake itaanzia kwenye mikutano midogo midogo njiani baada ya kutoka mkoa wa Arusha kuja mkoa wa Manyara. Magugu yote tutafanya mikutano midogo midogo. Kwa hiyo wajiandae kupokea ugeni. Wajiandae kupokea ugeni. Kama wataahirisha, tutaambiana tumaahirisha, lakini bado PA itapita. Msio waoga. Msio waoga. Kitu kidogo sana. Sisi tunafanya mikutano ya amani. Hatufanyi mikutano ya vurugu. Na wala tuhitaji mtu mmoja apoteze roho. Mwanzoni ulitangaza kwamba atakuja ni Tundu Lissu. Yeah. Kwa hiyo sasa kwa hiki kilichotokea na hichi kinachoendelea, nani atakuwepo? Kamati kuu ina wajumbe wengi. Sisi tunapokea yoyote mradi ujumbe ufike. Yoyote ni bosi wetu. Yoyote atakayekuja tutafanya naye kazi. Na mimi nitakuwa kipaumbele mwanzo mwisho katika mkoa huu wa Manyara. Niseme hivi, unapokubali kuingia kwenye upinzani umeingia kwenye vita. Tusikimbie. Vita haikimbii, vita inatafutwa, na vita inafuatwa. Vita inatafutwa na vita inafuatwa. Kama tungekaa Dar es Salaam, tungekomboa Kagera. Tuache kutishwa. Ndio maana tunapokunywa mpaka ardhi na serikali, hata tukanyamaza. Ardhi mali ya serikali. Nimetoka leo kijiweni pa. Wanazungumza ngamba katiba hii hapa inasema nini? Acheni uboya nyinyi. Mwongozo wa sheria hii hapa inasema nini? Acheni uboya nyinyi. Imebidi waishe pause. Kwa sababu inaambiwa ardhi ni mali ya umma, sio mali ya serikali. Huu ni ujinga. Na ndio maana tunafundishwa uoga. Ndio maana somo la uraia alifundishwa shuleni ili watu wasio wajanja, wawe wajinga, mpaka makaburi yao watapigwa. Leo hakuna mtu anayelalamikia. Heti Mungu atusaidie sana. Mochwari. Unashika vati? Maiti anashika vati? Manyara agenda ni ile ya no reform, no election. Tunasema hivi, tunaposimama, ninapotembea popote pale, no reforms, no election. Popote ninaposimama. Na ninavaa nguo ya chama, kofia ya chama hii kuonyesha kwamba bado tuko duniani. Hatuogopi. Tena wala tusitishwe. Tena mimi kama mtu asinitishe kabisa. Roho yangu imeshaitoa rahani. Itakuwa ni timu wanapokuja hapa wanamwagika. Kwa sababu ilikuwa HW Tanga. Mheshimiwa Tundu Lissu awe hapa. Sasa hatujui makao makuu atatupangia nani. Lakini tunachokijua ni watu wa makao makuu wanakuja, kamati kuu inakuja. Kwa hiyo hata akituletea ule Wazanzibari kuja kuhutubia, tutampokea na tutafanya naye kazi. Mradi no reforms, no election, isonge mbele. Na watu wajue kwamba tumepokea. Anaanzia kule Babati vijini, kwa kupitia njia hii, barabara kubwa, anakuja mpaka hapa. Analala. Anamaliza mkutano hapa, analala. Asubuhi tunamtoa hapa, tunampeleka maeneo ya Hanang.
nani Haydom, tunaingia Mburu vijijini. Sasa kule sio atalala Mburu mjini ama Mburu vijijini, lakini kuna eneo moja atalala, asubuhi yake aende Arusha. Wakutane Arusha ili kusudi kufunga kampeni ya kanda kaskazini. Na kuna Kiteto, kuna Simanjiro, kote atakwenda huko. Tuwe tayari kupokea ugeni. Wananchi wa Simanjiro, jitokezeni kwa wingi mpokee mgeni. Viongozi wa Kiteto, jitokezeni kwa wingi mwapokee wageni. Babati vijijini, Mburu, Hanang na Mburu vijijini. Ninapozungumza sio kama ni mratibu wa chama mkoa. Ninazungumza kama katibu mwenezi wa jimbo la Babati ambao ndio makao makuu ya chama. Kwa hiyo ninawakaribisha walio na vyama na sio na vyama. Watu wa CCM njoni, msikie no reform no reaction. Kwa sababu yote yanamikuta nyinyi. Halafu mimi nashangaa. Ndugu zangu mapolisi. Mmepewa kikokotoo. Viongozi wenu wajua wakati vikokotoo nyinyi. Mnakatwa kikokotoo baada ya kustaafu. Viongozi wenu wajua hawapewi wakati vikokotoo. Amkeni. Tusaidieni. Twende pamoja kuikomboa nchi ili haki yenu nyinyi pia mpewe.